Maana yake ni kumaanisha kwamba yani mwenye haki macho ya Bwana inawaangalia na masikio yake inawatekea. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu akiwa mwenye haki, Mungu atahakikishia kwamba amemuokoa. Mtu akiwa mwenye haki, Mungu atahakikishia kwamba amemsaidia. Atamsaidia kwa nini? Atamsaidia kwa sababu yeye ni miongoni mwake. Yaani mwenye haki ni miongoni mwa Mungu. Yaani kana mulungalu ethi wa enza amani ya Ngai na ethi ya ethukumini wa mwai. Nije gitumi musumbe David no andika ndeto ino nikana ailumilelie nikana sikia bina wikala wese kana wethia we mundu mulungalu na ethia ni mundu mulungalu Ngai aga ndethe yasia na ga make sure ni wandangia kana ga ndethe sia numathi nani. Nono wabiga musosi we 19 maandiko measia hii mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana mponya nayo yote. Maana yake yani mwenye haki anapitianga mambo mengi sana. Anapitia mambo, na yale mambo ambayo anapitia inakuanga ni ushuhuda ama inakuanga ni ushahidi ya kwamba huyu mtu lazima aokolewe. Ndipo sasa tumesema ya kwamba yani ni watu wasingisiao. Tuititona kana andwala malile Ngai uyawo nigwilela jao alangi mailela wa nigwithia ni manumba ya muyai. Mailela wa nigwithia andwasu mathikulela sia. Lakini mali wasema ya kwamba kwa sababu ya hayo yote Mungu atawaokoa. Yani Ngai akamatangia na maundu asu mamailela anumangai. Sindisu nthuku manene ya anumangai ungai yasia kama umia. Wese gwithia ni maeke wana isio na maina asilwa. Yesu ndataiwe. Kwa tisomewa na Ngai twathima na itwe kanisa.